لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا معاشر المسلمين أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم أولا وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعز فقد فاز المتقون كما يقول سبحانه مبينا لذلك في كتابه العظيم إن للمتقين مفازا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتقين. نقول wapenzi watukufu wa Kiislamu, kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu. Kwa hakika wenye kumcha Allah watu hao wana ufaulu mkubwa sana mbele zake Allah azza wa jalla. Ndugu zangu Waislamu, فنحن اليوم نذكر عن أنفسنا عن استغلال الوقت في رمضان. Leo hii tutakumbushana juu ya matumizi mazuri ya wakati ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, tufahamu ya kwamba hakika miongoni mwa neema kubwa zaidi ambazo Allah tabaraka wa taala manna alaina ametuneemesha sisi, hiya neematul waqti, ni neema ya wakati. Katika neema kubwa ni neema ya wakati. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, na neema hii ni aghla wa athman min al-dhahab wal-fidda. Neema ya wakati ina thamani ya juu. Neema ya wakati ni ghali zaidi kuliko dhahabu na fedha. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, wakati ni sehemu katika maisha ya Muislamu, ama wakati ndio maisha ya Muislamu, lakini hiya rasu malihi fi dunya. Wakati ndio msingi mkubwa katika mali ya mwanadamu hapa duniani ala alhaqiqa, lakini hili kwa uhakika wa mambo yalivyo. Wakati ndio kitu chenye thamani zaidi, ndio kitu kilichokuwa bora zaidi, ndio kitu cha msingi zaidi kwa mwanadamu hapa duniani. Hivyo basi, man dhayya waqta, yeyote ambaye atapoteza wakati wake, yeyote ambaye atapoteza muda wake, basi hakika mtu huyo fakaannama dhayya umra, anakuwa kana kwamba amepoteza umri wake. Kwa nini? Kwa sababu umri wa mwanadamu unatokana na wakati. Wakati ni sehemu katika umri wako. Hivyo wewe
unavyotumia vibaya wakati wako, basi bila shaka unakuwa umepoteza umri wako. Waman qatala waqtahu bima yadhuru au bima la yanfa, na yeyote ambaye atakayeuangamiza na kupoteza wakati wake kwa kufanya yale mambo yenye madhara na yeye hapa duniani na kesho akhera, mambo ambayo hayana faida na yeye, yeyote ambaye atautumia wakati wake katika hali kama hizo, huyu bila shaka atakuwa ni qatilun li nafsihi, ameiua nafsi yake mwenyewe, ameimaliza mwenyewe. Ndugu wapenzi wa Kiislamu, wakati muda ni jambo bora sana, na kuonyesha ubora wa muda na wakati ndio Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani tukufu aksama ameleta viapo kadhaa, anaapia mara kadhaa kwa kutaja wakati. Lakini si hivyo tu, kuonyesha ubora na utukufu wa wakati, basi Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an akayapa baadhi ama yakaitwa baadhi ya sura zikaitwa majina ya nyakati. Mfano, wal asri washamsi wallayli walfajri na nyinginezo. Yote hivi ni Allah tabaraka wa taala anaambia kwa kutaja wakati, na hizo sura utazikuta nazo zinaitwa kwa majina hayo ya nyakati. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, wakati ni jambo bora sana. Ndio imekuja katika sahihi Bukhari. Katika sahihi Bukhari imekuja maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo anayanukuu Ibn Abbas, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, radhi za Allah ziwe juu yake, qala, anasema قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسنا متوم صلى الله عليه وسلم زمفكيه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. neema mbili watu wengi sana, wengi katika wanadamu, neema hizo mbili maghburun, wanazipoteza. Maghburun, hawazizingatii, hawazipi haki yake neema hizo. Ni zipi? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh, afya njema, lakini vile vile na wakati, muda, wasa ambao mtu anaweza akakaa na kufanya yale yenye manufaa na yeye, lakini asifanye, amepoteza neema ya wakati. Lakini vile vile mtu ana afya njema, ana uwezo wa kufanya yale ambayo yatakayomsaidia baada ya maisha haya ya dunia, ana uwezo wa kufanya yale ambayo Allah anayapenda na kuyarudia, yeye hafanya. Maono, neema hizi watu wengi wamezipoteza, watu wengi wanajisahau. Ndio utaenda misikiti mingi, watu hawaonekani ndani ya misikiti. Ndio utaenda katika vikazi vingi vya kheri, watu hawaendi. Kwa nini? Wana afya njema, ila wanatumia vibaya afya zao. Kwa nini? Wana muda wa kutosha na kufanya majambo mazuri hapa duniani, lakini hawafanyi hivyo, wanazipoteza neema hizi. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, hali ilivyo leo hii, wengi wetu huwa hatutumii wakati vizuri. Wengi wetu katika maisha yetu ya kila leo, wakati hatutumii vizuri, hususan lakini hasa ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani ambao tuko nao. Ndani ya mwezi wa Ramadhani watu wengi sana hatutumii wakati wetu vizuri. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, hali ya kutokutumia wakati vizuri, alafu mbaya zaidi, sisi wala hatujali, wala nyumbani hatujali lolote. Yaani mtu wakati wake anautumia katika mambo ya kupuuza, wakati wake anautumia katika mambo yasiyofaa ndani ya Ramadhani na wala hajali. Ndugu zangu, haya ni masikitiko makubwa sana. Leo katika maisha yetu ya kila siku, mtu akiwa katika utafutaji wake wa maisha, katika biashara zake, kishindo yake, ikitokea hesabu zake za mali zake, kipato chake hakienda vizuri, atarudi kuzihakikisha hesabu zile. Ataangalia mali zake ni namna gani zimekaa vizuri, ataangalia hesabu zake vipi, mbona mali hii sioni. Mtu atakuwa makini sana kwa kuangalia haya, lakini mtu huyu hazingatii wakati ambao anaupoteza. Mtu huyu hayuko makini katika kuangalia na kujitathmini, wakati ambao nimeupitisha katika maisha yangu, nimeupitisha kwa kufanya jambo gani? Haangalii. Ndugu zangu, al-lahwa
muda mfupi katika wakati, muda mfupi kabisa katika wakati wako unaopitisha na kuupoteza, fahamu ya kwamba afdalu min ad-dunya kulliha, muda huo mfupi unaopoteza una thamani kubwa kuliko dunia yote. Hilo ndio ulitambue. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu ndugu yangu Muislamu, muda ambao unaupoteza huu, muda ambao unaupoteza kufanya mambo yasiyofaa, ukiupoteza huo ndio unapita muda na umepata hasara ambayo la tuawwal. Ukipoteza muda hakuna mbadala wa muda wako. Ukipoteza wakati fulani, dakika 5, dakika 10, hakuna mbadala wake. Lakini mali qad tuawwal, lakini mali ambayo unaitafuta ukaangaika kutwa nzima, usikii, uelewi, uamiliki, hizo mali ukizipoteza tuawwal, unaweza ukapata mbadala wake. Imepotea kiasi gani utatafuta kwa mtindo. Lakini ukipoteza dakika moja katika umri wako kuyafanya mambo ya kumasi Allah tabaraka wa taala, usiwe ni mwenye kunufaika na dakika hiyo moja, hauwezi kupata mbadala wa dakika moja. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, wakati unavyoondoka kama tulivyosema, dakika moja inavyoondoka ndivyo umri wako unavyoondoka. Muda unavyoondoka, ndugu yangu Muislamu, tambua ya kwamba ataadatka min ad-dunya, dakika moja hii inaondoka inakuondoka mbali wewe kutokana na dunia, inakufanya wewe uwe mbali na dunia, umri wako unapungua kwa hiyo dakika moja iliondoka. Lakini vile vile hiyo dakika moja inakufanya wewe karibu na akhera yako na maisha baada ya maisha ya dunia, unakuwa karibu na kaburi lako kwa dakika moja tu. Ikiwa hivi dakika moja, jiulize umetumia dakika ngapi? Umepoteza dakika ngapi katika maisha yako? Achilia maisha yako kwa ujumla, leo tokea ulipoamka, dakika ngapi umezipoteza kwa kufanya mambo yasiyofaa? Dakika ngapi umezipoteza ukawa si mwenye kunufaika na hizo dakika ambazo zimepita? Jiulize, jitathmini ndugu yangu Muislamu, tusijisahau. Tunakumbushana juu ya wakati, muda ambao ni sehemu katika umri wetu. Basi sasa ambao tupo na afya zetu tuko vizuri na muda tunao, tuhakikishe tunafanya yale yanayompendeza Allah tabaraka wa taala, na tujiweke mbali na yale ambayo yanamchukiza Allah tabaraka wa taala. Kwani Allah tabaraka wa taala ndani ya sura al-Mu'minin anatufahamisha na kutuzindua kwa kutuletea habari za watu waovu, watu ambao walipoteza muda wao kwa kufanya mambo yasiyofaa, watu ambao walipoteza dakika zao, masaa yao, sehemu katika umri wao kwa kufanya mambo yanayomchukiza Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah, baada ya billahi minash shaitani rajim, hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qadiruha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah tabaraka wa taala anasema wale watu waovu, watu ambao wametumia umri wao na muda wao vibaya, hatta wakaishi hivyo mpaka idha jaa ahadahum al-maut, mmoja wapo atakapofikwa na mauti. Kaishi kwa kupoteza muda wake, kaishi bila ya kutambua thamani ya wakati anaopitisha katika umri wake na maisha yake, hata mpaka ikafikia sasa idha jaa ahadahum al-maut, mmoja wao atafikwa na mauti, kifo. Tayakana, ikayakinika kwamba tayari mimi ninakufa, akaona matokeo yake, akaona anapoenda baada ya kukata roho, baada ya kumaliza maisha haya dunia. Imefika hali hili, imefika hali hili, qali, mtu huyu sasa atasema rabbi, ewe Mola wangu. Mtu huyu anasema qala, atasema rabbi, ewe Mola wangu, irji'un, nipe muda, Mola wangu nirudishe, Mola wangu nipe nafasi nyingine. Kashaona kifo kinamjia. Lakini huyu alipokuwa mzima wa afya alisikia ambayo alikuwa anaambiwa, lakini alikuwa hayazingatia. Ndugu yangu, dakika moja katika umri wako ina thamani kubwa. Amesikia lakini wala hazingatii. Ndugu yangu, tambua thamani ya wakati unaopoteza
kupoteza, unapoteza umri wako. Fanya ya kumpendeza Allah tabaraka wa taala. Anayesikia lakini hayafuatii, mpaka inafikia kifo mtu huyu kinamfika, atasema kwa majuto, rabbi rji'un, ewe Allah nirejeshe, nirudishe duniani, nipe nafasi nyingine. Ili wewe kama uliishi muda mrefu, ulipewa umri mrefu, miaka 20, 25, 30, 50, 60, haukuwa ni mwenye kutumia vizuri hiyo nyakati, utaweza kurudisha sasa ukafanya ya kumpendeza Allah? Ili wewe mwenyewe atasema la'alli a'mal salihan, ukinirejesha Allah, hakika nitaenda kufanya matendo mazuri, nitaenda kutumia zile dakika zangu vizuri, nitaenda kuuchunga muda wangu ule ambao kabla ya hapo niliupoteza. La'alli a'mal salihan, wewe mwenyewe nikienda kurudi tena, hakika nitaenda kuyafanya yaliyokuwa mazuri, fima taraktu, katika yale niliyopoteza na muda niliyopoteza hapo mwanzo. Allah naomba urudishe. Mtu atasema, mtu atadai, Allah anatuzindua, usijisahau na maisha haya na pumzi na wakati huu ambao uko nao, usijisahau Muislamu. Itafika wakati na wewe utafikwa na hali hii, kila mmoja lazima atafikwa na hali hii, mauti yatakujia. Hapo ndio utatambua thamani ya wakati na kutaka urejeshwe. Ikifikia hali hiyo, Allah anasema kalla, si hivyo. Kalla, haiwezekani, huwezi kurejeshwa wewe. Ulipewa muda mrefu sana, hauwezi kurejeshwa. Hakuna. Allah tabaraka wa taala anakataa. Hakuna mtu ambaye atarejeshwa baada ya kifo chake kufikia. Wala yuakhira, na hakuna yeyote ambaye atakayecheleweshwa nafsi yake, ajali yake imefika, eti akalia kwa machungu na majuto, Allah nirejeshe nikafanya mazuri. Allah hacheleweshi. Allah hamrejeshi mtu yoyote. Hakuna muda utakaopata. Innaha, hayo maneno hakika kalimatun huwa qailuha, ni maneno mtu anasema kwa kujitapa na majuto, lakini hayana faida yoyote. Wa min waraihim barzahun ila yawmi yub'athun, na hapo anaona hayo anayoyaona na kujuta akatamani yarudi, basi bado haujafika wakati. Wa min waraihim, na huko anapoenda sasa, barzahun, kuna maisha ya barzakh, kuna maisha ya kati. Akifa sio kwamba tayari kashaenda kajulikana motoni, kaingia motoni au peponi, bali kuna maisha ya barzakh. Kuna maisha marefu, maisha ambayo mtu anaishi baina ya maisha ya dunia na maisha ya akhera, anaishi hapa kati. Kuna maisha ya kaburi, kuna adhabu za kaburi, kuna neema za kaburi, kuna mengi ambayo mtu atayapata akiwa kaburini. Basi atambue mtu huyu ambaye amejisahau leo hii, wa min waraihim barzakhun, atakapofikwa na roho yake ikatoka, basi hakika atakutana na maisha hayo ya barzakh, atakaa kwenye adhabu za kaburi ila yawmi yub'athun, mpaka siku ambayo watu watafufuliwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani bil ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa atubu ilayh. Alhamdulillah alladhi hadana bihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, na kuhusieni tena pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya sala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, tutumie wakati wetu vizuri kabla hatujafikwa na mauti, ikayakinika mauti ya mbele yetu, tukatamani kurejeshwa na kutumia wakati vizuri kwa kupata nafasi nyingine na tusipate nafasi hii, alafu tukaenda kuishi maisha magumu na mazito, tukiwa tunaelekea kukutana na Mola wetu. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ndugu zangu ambao tupo katika ibada ya saumu, kila mmoja inatakiwa ajiulize nafsi yake, ajiulize nafsi yake katika kila siku, ajiulize nafsi yake, jiulize kila siku unayoenda kwa Allah wa taala, hasa ndani ya mwezi huu tukufu wa Ramadhani. Jiulize, madha qaddamta li nafsika, umetanguliza nini kwa ajili ya nafsi yako? Muda wako umeutumia vipi? Wabima istaghalla awqataka, wakati wako umeutumia vipi fi hadha shahr, katika mwezi huu tukufu wa Ramadhani. Leo ni siku ya 21, mbele yetu hayakubaki isipokuwa masiku machache sana.
tupo katika kumi la mwisho. Haya masiku ya nyuma umetumia vipi muda wako? Vipi wewe ulitumia masiku yaliyopita? Hal qadaita bitta'ati wal 'amali salih? Je, muda na wakati wako katika haya masiku yaliyopita, hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ulitumia katika kufanya matendo yaliyokuwa mema, kwa kufanya matendo yaliyokuwa mazuri? Jiulize ndugu yangu Muislamu. Au qadaitaha, au umetumia muda wako huo bilnahwi wallahwi, kwa kufanya mambo ya kipuuzi na kipumbavu? Jiulize ndugu yangu Muislamu. Walghafla, au ulipitisha muda huo kwa kughafilika amma khuliqa lak, ukawa umekubizi na kushughulishwa juu ya yale yaliyoumbwa kwa ajili yako, na ukaacha kuyafanya yale ambayo wewe umeumbwa kwa ajili yako. Innana khuliqna lilibada, tumeumbwa ili kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wa khuliqa al-ashya'u kullaha liajlina, lakini vitu vyote ulimwenguni vimeumbwa kwa ajili yetu. Sasa wewe uko kati, una ambayo yameletwa kwa ajili yako, lakini kuna ambayo wewe umeletwa kwa ajili hayo, umeletwa kwa ajili ya ibada, lakini yapo mambo ya kidunia yameletwa kwa ajili yako. Wewe umeenda mbele kuangalia ambayo wewe uko hapa duniani kwa ajili ya hayo kuyafanya, unafanya ibada, au wewe umerudi nyuma kuangalia yale ambayo yapo duniani yameletwa hapa? Vitu vyote vimeletwa kwa ajili yako wewe. Kipi ambacho unakitanguliza? Tunaweza kuweza kwa Uislamu. Walihadha nudhakkiru anfusana, hivyo ndio tunakumbushana juu ya wakati. Nafsi zetu tunakumbushana huu muda ambao tunautumia, tuutumie vizuri, tusijisahau, kwani hakika tutapata majuto makubwa sana mbele zake Allah tabaraka wa taala. Ukumbusho huu ndio Muislamu uchukue, jiulize nafsi yako, angalia muda wako uliopitisha vipi, badilika. Kama uliopitisha vibaya, hakikisha haya masiku machache yaliyobaki unaopitisha vizuri masiku yako, kwa sababu Ramadhani inaisha, inaondoka. Hakika ikiondoka Ramadhani, wasayaudu, Ramadhani itarudi tu, Ramadhani itarudi. Lakini wewe ambaye Ramadhani inaondoka inakuacha, ikirudi itakukuta. Utapata tena nafasi kama hii ya kufunga mchana wa Ramadhani, utapata tena nafasi kama hii ya kuzinduka moyo wako kuingia msikitini. Wengi wamezinduka na kuingia msikitini baada ya kufika Ramadhani, wako msikitini kwa sababu ya Ramadhani. Sasa wewe jiulize, hii Ramadhani imekuja ndio wewe kuingia msikitini, inaondoka inaisha. Ikishaisha Ramadhani na kuondoka, lazima Ramadhani itarudi. Je, wewe ambaye unaingia msikitini, wewe ambaye uko katika ibada ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Ramadhani ikiondoka, ikisharudi tena itakukuta? Wangapi tulikuwa nao katika Ramadhani iliyopita, leo hii hawapo? Basi na wewe itafika wakati watu watasema hivyo, fulani tulikuwa naye Ramadhani iliyopita, lakini Ramadhani hii hatuko naye. Tumia muda wako vizuri sasa. Tumia Ramadhani hii masiku haya machache yaliyobaki, tumia vizuri. Na muombe sana Allah tabaraka wa taala akurudishe katika swala zima la ibada, katika majambo ya ibada kama ulivyohudumu ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika Uislamu, Allah tabaraka wa taala anatuambia, waman a'rada an dhikri, na yeyote mwenye kupuuza ukumbusho wangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakika huyo atakuwa na maisha ya dhiki sana. Unakumbushwa haya, unayasikia, alafu ukayapuuza na kuyaacha. Allah anasema fa inna lahu ma'ishatan dhanka, huyo atakuwa na maisha ya dhiki, maisha ya taabu kuanzia hapa duniani. Hata kama ataonekana ni as'adun nas, katika watu bora, watu wana maisha mazuri, watu wametoboa kimaisha, wanaishi vizuri, hata kama utaonekana machoni mwa watu namna hiyo. Lakini kama unapuuza ukumbusho wa Allah tabaraka wa taala, ujumbe wa Allah tabaraka wa taala kama huu ambao tunapeana leo hii, wa kuchunga wakati na muda wetu katika umri tunaopitisha, wewe ukapuuza, basi hakika hata kama watu wanakuona una maisha mazuri, hakika mbele za Allah wewe una maisha ya dhiki na maisha ya taabu.
kwa sababu maisha yako mazuri hayakusaidii chochote, bali maisha yako mazuri haya unazidi kumwekea mabaya na mazingira mabaya ya kesho mbele za Allah tabaraka wa taala utakapoenda kukutana naye. Fa inna lahu ma'ishatan danka, ambaye anapuuza ukumbusho wa Allah huyo atakuwa na maisha ya dhiki hapa duniani. Lakini si hivyo tu, na akhira atakuwa na maisha ya dhiki. Akasema wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, na siku ya kiyama maisha ya dhiki atakayokuwa nayo na mazito atakayopitia mtu huyu, basi pia tutamfufua akiwa kipofu aone. Qala, mtu huyu atasema Rabbi, ewe Mola wangu, lima hashartani a'ma, mbona umenifufua leo hii nikiwa kipofu wakati kuntu basira, hali ya kuwa duniani nilikuwa ninaona kwa macho yangu. Imekuwaje ewe Allah? Qala, Allah tabaraka wa taala atajibu na kusema kadhalika, hivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa katika dunia. Katika ayatuna duniani uliletewa ukumbusho wetu, ulisomewa maneno yetu, ukaambiwa tumia moyo wako vizuri, ukaambiwa wako na ibada ya sala, Waislamu tukuswali sala 5 kwa siku, wewe uswali. Katika ayatuna ukumbusho wetu ulikujia kama kadi umekuja wewe kaingia msikitini, ulienda kwa maslahi yako binafsi, kwa sababu kuna jambo fulani linapatikana msikitini ukaenda. Katika ayatuna uliletewa ukumbusho sana sita, lakini ukapuuza na kujisahaulisha ukumbusho ule uliopewa. Wakadhalika al-yawma tunsa, basi hivyo hivyo nawe leo hii tutakusahau na kukupuuza. Ndugu zangu wapendwa wa Kiislamu, tumuombe Allah tabaraka wa taala tujalie mshindi. Namuomba Allah tabaraka wa taala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr. Allahumma بلغنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. وأقم الصلاة.